katika ushirikiano wetu na mahakama tumeweza kuleta mambo mbalimbali ambayo tulipata mwitikio mzuri, ambao moja ya mambo tuliyoyawasilisha mahakamani ni tatizo kubwa walilokuwa wakilipata wananchi, hususan wanapofika kwenye mahakama ya mwanzo, mahakama zetu za mwanzo, ambapo hata mawakili ulikuwa ukifika pale kama una tatizo lolote mpaka mtu ajue kwamba we ni wakili tayari umeshapelekwa mahabusu, na itakuhitaji wiki mbili hivi au wiki watu wakimbizane na mifuko itoboke ili utoke huko. Lakini kwa mazungumzo na mahakama ili kuhakikisha ulinzi wa haki za raia, tunashukuru kwamba Jaji Mkuu alilifanyia kazi, na moja ya mambo kanuni iliyoandaliwa ni pamoja na kuzielekeza mahakama za mwanzo kwamba haziruhusiwi tena kuweka watu mahabusu, na hata kama hana mdhamini, mtuhumiwa ajidhamini mwenyewe kwa kutumia kitambulisho cha uraia. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa upande fulani limepunguza malalamiko mengi, kwa sababu ni rahisi huku juu ukimkamata Mwabukusi wa Tanzania wengi kupiga kelele, lakini kuna mamia ya wananchi kule chini walikuwa wakiumia na hakuna wa kuwapigia kelele. Lakini jambo la pili ambalo nalo tulijaribu kulisisitiza tulipokutana na Mheshimiwa Jaji Mkuu ni baadhi ya mambo ambao walikuwa wakifanyiwa mawakili wenzetu, ambao leo nafurahi mmoja namuona hapa, Senior Fatma Karume. Ni mambo tuliyoyawasilisha kwamba kinachofanyika sio sahihi na ni dalili za vitisho na kuwafanya mawakili wasifanye kazi zao kwa uweledi, kwa sababu mahakama inatoa amri, mtu mwingine katika mahakama hiyo hiyo hataki kutii amri, jambo ambalo au kutekeleza, jambo ambalo linatufanya tujiulize kama anayetoa amri ndani ya mfumo huo hawaheshimiani, watu walioko nje ya mfumo wataangaliaje hali ya namna hiyo? Kwa unakuta wakili ilifika wakati tulikuwa tunahisi kwamba ni namna ambayo inaonekana kama tunawaadhibu mawakili kwa mitazamo yao au na misimamo yao kwenye masuala fulani fulani, na sio kwa makosa ya kimaadili kama ilivyokuwa. Pia jambo lingine tulilozungumza na Mheshimiwa Jaji Mkuu ni pamoja na swala la hili ilivyokuwa likifanyika na waendesha mashtaka, hususani kwenye mahakama za wilaya na mahakimu wa kazi. Anasikiliza ushahidi, ana twisti. Kwa hiyo wakili kufika pale, na wengi wa mawakili hususan senior walianza kabisa kukataa kuchukua kesi za jinai kwa sababu walikuwa wanaona ni usumbufu, hazina uweledi na zina danadana nyingi. Kwa hiyo moja taratibu ambao Jaji Mkuu alisema atafanya, na kweli wakaifanya kupitia mahakama, ni kuhakikisha kwamba wakili na watuhumiwa wanapatiwa ushahidi na orodha ya mashahidi na vielelezo vyote vitakavyotumika na waendesha mashtaka wanapokuwa kwenye mahakama za wilaya na mahakama za mahakimu wa kazi, ili kuleta usawa katika usikilizaji wa mashauri. Kwa hiyo haya ni moja ya maeneo ambayo tulishirikiana na mahakama na tunaona kuna maendeleo. Bado kuna changamoto zinazoendelea ambazo bado tunaendelea kuzizungumza na kuzifanyia kazi.